Je, unaweza kufikiri mfalme aliyepigana na Goliathi, aliyeandika zaburi nyingi za maombi na aliyeitwa mtu kwa moyo wa Mungu angefanya jambo hilo? Mfalme Daudi, shujaa, mtumishi wa Mungu, mfuasi wa maagizo ya Mungu, alitenda dhambi ya ajabu inayotisha. Na si dhambi tu, bali mfuatano wa dhambi zilizoharibu familia nyingi na kuzalisha mapigano kwa kizazi. Leo tunasoma hadithi ya kushangaza kutoka 2 Samueli 11. Hadithi hii inaonyesha jinsi hata watu wazuri zaidi wanavyoweza kuanguka ikiwa hawatajihadhari. Daudi alikuwa mfalme mzuri, lakini siku moja aliamua kuwa makazi wakati anapaswa kuwa vitani. Uamuzi huo mdogo uliongoza katika matatizo makubwa. Soma nasi 2 Samueli 11:1-4. Ikawa wakati wa mwaka, wakati wafalme wanapokwenda vitani, Daudi akamtuma Yoabu na watumishi wake pamoja naye na Israeli wote. Nao wakawaharibu wana wa Amoni na kuuzingira mji wa Raba. Lakini Daudi akakaa Yerusalemu. Ikawa jioni moja Daudi aliamka kutoka kitandani chake na kutembea juu ya dari la nyumba ya kifalme. Alimwona mwanamke anajisafisha, naye mwanamke alikuwa mzuri sana. Daudi akamtuma mtu kumhoji yule mwanamke. Hadithi hii inatufundisha mengi kuhusu hatari za kutotii, matumizi mabaya ya madaraka na gharama ya dhambi. Ni hadithi ya mtu aliyekuwa karibu sana na Mungu lakini akaanguka vibaya. Hebu tusikize kwa makini hadithi kamili. 2 Samueli 11:1-27 inasema, ikawa wakati wa mwaka, wakati wafalme wanapokwenda vitani, Daudi akamtuma Yoabu na watumishi wake pamoja naye na Israeli wote. Nao wakawaharibu wana wa Amoni na kuuzingira mji wa Raba. Lakini Daudi akakaa Yerusalemu. Ikawa jioni moja Daudi aliamka kutoka kitandani chake na kutembea juu ya dari la nyumba ya kifalme. Alimwona mwanamke anajisafisha, naye mwanamke alikuwa mzuri sana. Daudi akamtuma mtu kumhoji yule mwanamke. Akasema, huyu si Bathsheba binti Eliamu, mke wa Uria Mhiti? Daudi akamtuma wajumbe wakamlete. Alipokuja kwake akalala naye alikuwa ametakasika kutoka unajisi wake. Kisha akarudi nyumbani kwake. Yule mwanamke akapata mimba, akamtumia ujumbe Daudi, nimepata mimba. Daudi akamwita Uria kutoka vitani. Alipofika Daudi akamuuliza hali ya Yoabu na hali ya watu na jinsi vita vilivyoenda. Kisha akamwambia Uria, shuka nyumbani kwako uoge miguu yako. Lakini Uria akalala mlangoni pa nyumba ya kifalme pamoja na watumishi wote wa bwana wake, wala hakushuka nyumbani kwake. Hii ni hadithi ya kushangaza ya jinsi dhambi inavyozidi kuongezeka. Daudi alianza na kutokuwa mahali alipopaswa kuwa. Akaendelea kwa kutazama kitu ambacho hakipaswa kukitazama. Kisha akafanya jambo ambalo halipaswa kulifanya. Na mwishowe akajaribu kuificha dhambi yake kwa njia za udanganyifu. Kuna mambo mengi muhimu katika hadithi hii ambayo mara nyingi tunapuuza. Kwanza, mstari wa kwanza unasema wakati wa mwaka, wakati wafalme wanapokwenda vitani. Hii ilikuwa wakati wa joto, Aprili hadi Juni, wakati wafalme wote walikwenda kupigana. Daudi alikuwa mfalme na wajibu wake ulikuwa kuongoza jeshi lake. Lakini yeye alibaki nyumbani. Hii si uongozi bali ni ukiukwaji wa wajibu. Pili, Bathsheba alikuwa anajisafisha. Neno hili la Kiebrania rachatz linamaanisha kujioshea baada ya hedhi, kama inavyoelekezwa katika Mambo ya Walawi saa 15 na madakika 19:28. Bathsheba alikuwa akifuata sheria za kidini za utakaso. Alikuwa akitii amri za Mungu. Tatu, Uria alikuwa Mhiti. Wahiti walikuwa wageni waliokuja kuishi Israeli na kuamini Mungu wa Israeli. Uria alikuwa mmoja wa mashujaa 37 wa Daudi, 2 Samueli saa 23 na madakika 39. Alikuwa mwaminifu, shujaa na mtu wa imani. 4. Daudi alimtuma Uria nyumbani aoge miguu yake. Hii ni ishara ya kulala na mkewe. Daudi alijaribu kumwongoza Uria afanye jambo la kujificha mimba ya Bathsheba. 5. Uria alikataa kwenda nyumbani. Alisema, sanduku na Israeli na Yuda wamekaa kwenye mahema, na bwana wangu Yoabu na watumishi wa bwana wangu wamepiga kambi shambani. Mimi nile na kunywa na kulala na mke wangu. Kama ulivyo hai na roho yako ilivyo hai, sitafanya jambo hilo. Uria alionyesha maadili makuu kuliko mfalme wake. 6. Daudi alimletea Uria divai na kumulevya, lakini Uria bado alikataa kwenda nyumbani.
Hata alipokuwa amelewa alionyesha maadili. Mwishowe, Daudi alimuua Uria kwa kumweka mbele katika vita. Hii ni mauaji ya uchochezi. Hadithi hii inaonyesha mabadiliko makuu ya kiroho. Kwanza, kuongoza kwa uwazi hadi udanganyifu. Daudi alikuwa mfalme aliyeongozwa na Mungu, lakini alianza kufanya mambo kwa siri. Dhambi hutufanya tujifiche, tuogope mwanga. Pili, uongozi wa utumishi hadi matumizi mabaya ya madaraka. Daudi alikuwa amekabidhiwa madaraka ya kuongoza watu wa Mungu, lakini aliyatumia kwa matakwa yake binafsi. Alitumia madaraka yake kumwinua mwanamke wa mtu mwingine. Tatu, uaminifu wa ndoa hadi uharibifu wa familia. Daudi alikuwa na wake wengi kwa mujibu wa desturi za kifalme, lakini alifanya uzinzi na mke wa mtu mwingine. Hii iliharibu familia ya Uria na familia ya Daudi. Nne, kutii sheria za Mungu hadi kuasi. Daudi alijua sheria za Mungu zilizosema usizini na usiwe, lakini alikuwa amevunja amri zote mbili. Tano, uvumilivu na subira hadi haraka na tamaa. Daudi alikuwa amejifunza kusubiri Mungu, lakini sasa alitaka kitu haraka bila kusubiri. Sita, uongozi wa kiroho hadi uongozi wa kimwili tu. Daudi alikuwa mfalme wa kiroho, lakini sasa alikuwa akitumia nguvu za kimwili tu. Mabadiliko haya yanaonyesha jinsi dhambi inavyoharibu kila kitu kizuri. Dhambi si tu kuvunja sheria, ni kuharibu mahusiano na Mungu na familia na jamii. Daudi aliharibu mambo mengi kwa muda mfupi wa tamaa. Hata viumbe vilikuwa vinamwona Daudi akibadilika. Walikuwa wamemwona akiwa mchungaji mwaminifu, shujaa jasiri na mfalme mwenye hekima. Sasa walionyesha huzuni kwa kile walichokiona. Nimemwona huyu mfalme tangu alipokuwa kijana akichunga kondoo. Alikuwa mwaminifu kwa kundi lake. Lakini sasa amani ya nyumba yake imevunjwa. Nimesikia kilio cha Bathsheba na moyo wa Uria ukivunjika. Uongozi haupaswi kuharibu familia. Najua siri nyingi za wafalme. Lakini hii ni hatari. Anafikiri anaweza kuficha dhambi, lakini macho ya Mungu yanaona yote. Mfalme wa kweli anawalinda watu wake. Lakini huyu mfalme amemrarua mmoja wa askari wake bora zaidi. Hii si uongozi, ni uonevu. Naomboleza kwa familia ya Uria. Alikuwa mwaminifu, lakini alifidishwa na yule aliyempa matumaini. Je, Mungu ataona hili na kukaa kimya? Mungu si kama binadamu. Hangewezi kuona haki ikivunjwa na kukaa kimya. Atamtuma nabii. Ukweli utajulikana. Hadithi ya Daudi na Bathsheba inatufundisha mambo muhimu sana kwa maisha yetu ya leo. Kwanza, jihadhari na mazingira ya kishawishi. Daudi alibaki mahali ambako hakupaswa kuwa. Alikuwa peke yake bila kazi, akitembea mahali ambapo angeweza kuona mambo yasiyo mazuri. Sisi pia tunapaswa kujihadhari na mazingira tunayoweka nafsi zetu. Je, unaenda mahali ambako unajua unaweza kushawishwa? Je, unasikiza au kuona mambo yanayoweza kukubadilisha vibaya? Jihadhari. Pili, madaraka yanahitaji uwazi na uwajibikaji. Daudi alitumia madaraka yake vibaya. Madaraka yoyote tunayo, kama mzazi, mfanyakazi, kiongozi wa kanisa au hata kama rafiki, yanapaswa kutumika kwa mema ya wengine, si matakwa yetu. Tatu, dhambi huja na gharama kubwa kwa familia na jamii. Dhambi ya Daudi haikumdhuru yeye tu. Ilimdhuru Bathsheba, Uria, familia ya Daudi na taifa lote la Israeli. Dhambi hazijui mipaka, zinaenea na kuathiri watu wengi. Nne, ukweli daima utajulikana. Daudi alijaribu kuficha dhambi yake, lakini Mungu alimtuma nabii Nathani sura 12 kumuuliza. Huwezi kumficha Mungu kitu chochote. Tano, toba ni njia pekee ya uponyaji. Baada ya Nathani kumwonyesha dhambi yake, Daudi aliomba msamaha. Zaburi 51 ni maombi yake ya toba. Ikiwa umefanya dhambi, hujafunga, bado unaweza kujua huruma za Mungu kwa njia ya toba ya kweli. Sita, uongozi wa kweli ni utumishi, si matumizi mabaya ya madaraka. Daudi alipotea hapa, lakini tunaweza kujifunza. Tunatumike wengine, tusiwatumie. Baba wa anga, tunakushukuru kwa mafunzo ya neno lako. Tunaomba utusamehe tuliposhindwa kutumia madaraka yetu vizuri. Tunaomba uongozi wetu usiwe wa tamaa au jeuri, bali wa utumishi na upendo.
Tutusaidie kuwa makini na mazingira tunayoweka nafsi zetu. Tusaidie tukikosea, tuende kwako haraka kwa toba ya kweli, tusijaribu kuficha makosa yetu. Na kama Daudi, ijapokuwa alikosea, ulimsamehe na kumrudisha, nawe utufanye hivyo pia. Utuongoze tuwe viongozi wenye uwazi, waaminifu na wenye kutumikia kwa unyenyekevu. Kwa jina la Yesu Kristo tunasali. Amina. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.